lakini nisemee hili la mikopo. Mikopo wengi tuna taarifa. Mikopo Mama Samia alizuia kwa kipindi nadhani cha miaka miwili. Kwa kipindi cha miaka miwili kwa sababu hakuridhishwa na mwenendo wa ile mikopo. Hakuridhishwa kwa sababu watu wengi walikuwa wanashindwa kurudisha zile fedha. Lakini walikuwa wanashindwa kurudisha kwa sababu labda mbili kubwa niweza kusema. Moja ilikuwa inaonekana zile fedha zilizokuwa zinatolewa zilikuwa ni ndogo sana kwa vikundi. Kwa vikundi cha wamama 20 wanapewa milioni 5 au cha vijana 20 wanapewa milioni 5. Sasa milioni 5 kwa mama 20 wakafanye mradi gani afu waweze kurudisha kwa wakati, ilikuwa ni ngumu sana. Kwa wakaona mama kwamba vile viwango vilikuwa vidogo, kwa hiyo ipitiwe upya. Kwa sasa hivi imerudishwa na imeboreshwa vizuri sana. La pili lazima tukubali kulikuwa na watumishi na watendaji ambao hawakuwa waaminifu. Kulikuwa na watumishi na watendaji ambao hawakuwa waaminifu. Na ile ikatokea kuna vijana wanakwenda kuomba mikopo. Anaomba mikopo wa milioni 5 wa milioni 10. Anaambiwa tunakuandikia mkopo wa milioni 10 lakini acha milioni 3 mezani. Kwa vijana wanachukua mkopo, wanaandikiwa milioni 10. Vijana wako 20. Tayari milioni 3 wameshaacha mezani. Kwa mtendaji ambaye sio mwaminifu, wanakwenda kuhangaika na ile milioni 7 ambayo hawezi kufanya chochote, lakini tayari kama uaminifu umeshavunjwa na mtendaji wa serikali, hata wale waliochukua mkopo unategemea watafikiria nini? Unategemea watafikiria nini? Kwa hiyo niseme tu Mama Samia ameboresha mikopo hii. Iko sasa vizuri, lakini utaratibu wake pia umebadilika. Lakini lazima niseme angalizo moja kubwa sana. Kwa sababu pale ofisini nimepata malalamiko mengi kwamba kama kuna vikundi ambavyo havikuwa waaminifu, ambavyo vilifanya vibaya kwenye mikopo, visifanye mimi mwingine nikahukumiwa kwa sababu ya dhambi zao. Haiwezekani kama kuna kikundi kimetoka hapa Mswakini wanadaiwa milioni 5, wao wenyewe wakashindwa kuwachukulia hatua kwa sababu wenyewe wanajua waliingia kwenye mkataba gani nao. Leo mimi nakuja na mradi wangu mzuri wa maana, alafu unaninyima eti kwa sababu hawa walikimbia na fedha. Wale ni watu tofauti na mradi tofauti. Mimi nakuja na kikundi chetu na mawazo mapya tofauti. Lazima nisihukumiwe kwa madhambi ya mtu yeyote mwingine. Kwa hiyo niwahamasishe wote, makundi maalum, vijana, wakina mama, wote niwahamasishe, na walemavu tuendeni tukaombe mikopo, tushikane mikono na mheshimiwa diwani na viongozi wengine, tutawasimamia mpate ile mikopo vizuri inavyostahili.